Nikusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Rafiki yangu unaponisikiliza na unapoendelea kufuatilia, leo nataka tujifunze kitu kitakachoweza kukusaidia kwenye maisha yako ya mapenzi. Linapokuja swala la mahusiano ya ndoa, tunahitaji tuwe ni watu ambao tumenyoka katika maamuzi, katika mazungumzo, katika mawasiliano, lakini pia katika njia ambayo tumechagua kuwa na wenzi wetu. Maandiko yameweka wazi kabisa, mwanamke muombaji ni jeshi kubwa. Mwanamke anayemcha Mungu ndiye atakayesifiwa. Mwanamke tukimpata tunapata kibali mbele za Mungu. Lakini mume ataacha familia, ataambatana na mke, watakuwa kitu kimoja, si wawili tena bali wamekuwa mwili mmoja. Sasa inapotokea kwenye maisha ukatake advantage ya mume wako au mke wako kwa sababu yeye ni mkweli, ni mwazi, alafu wewe ukafanya vitu kwa uficho, hilo jambo linamchukiza Mungu, linamkasirisha Mungu, na linamfanya Mungu muda mwingine ile ndoa au yale mahusiano ayafikishe mwisho. Kuna ndoto utaanza kuona, aidha unaona choo kibovu, unaona pikipiki inaungua, simu inaharibika, vyombo vinaibiwa, au kuna mambo mengi utaanza kuyaona kwenye maisha yenu ya mahusiano kama njia ya Mungu kutaka kumwepusha yule ambaye ni mwaminifu kutoka kwa yule ambaye si mwaminifu. Nataka nikuulize, kwa nini wewe si mwaminifu? Kaka, dada, mama, baba, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, yawe ni ya uchumba, yawe ni ya ndoa. Sehemu yoyote ambako hakuna uaminifu, hakuna upendo. Sehemu yoyote ambako hakuna upendo, hakuna mawasiliano ya kweli. Mawasiliano ya kweli hatuzungumzii kupiga simu, kuchati, kutuma message. Tunazungumzia asilimia ya uaminifu katika mazungumzo na kutimiza ile ahadi katika mazungumzo. Leo nataka anza kunyoka, yani usiwe ni mtu wa kona kona. Wewe ni dada, ni kaka, ni mama, ni baba. Iwe ni kwenye uchumba, dada, usianze kujingata-ngata, nyoka. Kitu ambacho hujakielewa, hujakipenda, usikubali kuendelea kuwa nacho ambacho si kiaminifu kwa sababu unaogopa. Ni kaka, upo kwenye mahusiano ya uchumba, una mtu ambaye analongolongo, hamheshimu Mungu, anatembea nje. Ukizidi kumkomalia na kukaa naye, baadaye utakuja kuumia kwenye ndoa. Kumbuka uaminifu unaanza mwanzo kabisa.